Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala dhalimin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Na wapenzi watazamaji wa channel ya Mponda Media, karibuni katika mwendelezo wa vipindi vyetu na darasa zetu. Leo nataka nizungumzie namna ya kutatua haja zako au mahitaji yako, namna ya kumaliza mahitaji yako. Ukitaka Mwenyezi Mungu akutatulie mahitaji yako, yani akupe yale unayoyahitaji, kitu gani ufanye? Naam, naomba sasa hii darsa ya leo nifuatilie vizuri na nitaienda taratibu ili upate kunielewa vizuri, na ukifanyia kazi basi insha Allahu taala takunu hajatuka maqdiya, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu haja yako Mwenyezi Mungu ataimaliza. Wanasema wanawazuoni, man talaba shay'an min Allahi taala, kwanza kabisa mwenye kutaka kitu chochote cha kheri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, faliyatawadda, jambo la kwanza basi atawadhe. Basi atawadhe. Kama kuna kitu unahitaji kutoka kwa Allah, jambo la kwanza unatakiwa utie udhu. Thumma yaghibu fi mawdi'i la yarahu ahad illa Allah taala, kisha ujifiche. Thumma yaghibu, kisha ujifiche, fi mawdi'i, katika sehemu, la yarahu, au ajifiche katika sehemu, la yarahu, haonekani, ahad, na yeyote, illa Allah taala, isipokuwa Mwenyezi Mungu. Yani utajificha, utakaa sehemu ya siri, let's say chumbani, utakaa chumbani peke yako, sehemu ambayo hakuoni yeyote isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Wakati huo umesha tawadha, umeshatia udhu, umeshakuwa msafi. Wayusalli arba'a rakaati, wayusalli arba'a rakaati, na utaswali rakaa 4, utaswali rakaa 4. Wayaqra'u fatihata alkitab, na utasoma suratul Fatiha, utasoma suratul Fatiha kama ilivyokuwa kawaida. Wa surata al-inshirahi, na surata al-inshirah, hiyo ni katika rakaa ya kwanza. Katika ile rakaa ya kwanza, katika zile rakaa 4, katika ile rakaa ya kwanza utasoma Fatihatul Kitab, kwa maana ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ila akhiri as-sura, mpaka mwisho wa sura. Wa suratul inshirahi, na suratul inshirah, hiyo ni katika rakaa ya kwanza, ambayo ni alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, mpaka mwisho wa sura hiyo. Wa suratul ikhlasi 11 marra, na katika hiyo rakaa ya kwanza utasoma na suratul ikhlasi 11 marra, mara 11, kwa maana ya qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 marra, mara 11. Hiyo ni katika rakaa ya kwanza. Wathania, na katika rakaa ya pili sasa, katika zile rakaa 4 unaingia katika rakaa ya pili, usharukuu, usharudi itidali, ushaenda kusujudu, ushafanya mambo yote, ukarudi sasa katika rakaa ya pili. Wanasema bi ummil Qur'ani, utasoma kama kawaida, yani Fatihatul Kitab, yani suratul Fatiha, ile alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, utaisoma. Hiyo ni lazima katika kila rakaa uisome. Ukishamaliza hiyo, wa suratul inshirahi marratan, na utaisoma suratul inshirahi marratan, mara 1, kwa maana ya alam nashrah laka sadraka, utaisoma mara 1.
Wa suratul ikhlasi 21. Sasa hii mara ya pili, katika hii rakaa ya pili, hii suratul ikhlasi utaisoma mara 21. Katika rakaa ya kwanza suratul ikhlasi uliisoma mara 11, lakini katika hii rakaa ya pili utaisoma 21 mara, utaisoma mara 21, mara 21 katika hii rakaa ya pili. Wa thalitha, na katika rakaa ya tatu, katika rakaa ya tatu baada ya ile rakaa ya pili kuimaliza kwa kufata taratibu zote, baada ya kusoma hiyo suratul Inshirah mara 21, ukarukuu, ukarudi kwenye itidali, ukatoka kwenye itidali ukafanya mambo yote yale yanayotakikanwa. Sasa umeingia katika rakaa ya tatu. Wa thalitha, katika rakaa ya tatu, bi ummil Qur'ani, kama ada utasoma ummul Qur'ani kwa maana ya alhamdu, utasoma alhamdu katika rakaa ya tatu. Wa suratul Inshirahi, na kama kawaida suratul Inshirahi maratan, utaisoma mara moja. Wa suratul Ikhlasi 31, katika hii rakaa ya tatu. Sasa suratul Ikhlasi utaisoma mara 31. Katika rakaa ya kwanza uliisoma mara 11, rakaa ya pili utaisoma mara 21, katika rakaa ya tatu utaisoma mara 31, 31. Utakuwa utaimaliza hiyo rakaa ya tatu. Hapo haujatoa salamu. Warabia, na katika rakaa ya nne sasa, bi ummil Qur'ani, utasoma kama kawaida suratul Fatiha au Fatihatul Kitab. Utasoma hiyo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhiri sura, mpaka mwisho wa sura. Katika rakaa ngapi hiyo? Katika rakaa katika rakaa ya ngapi? Katika rakaa ya nne. Sasa katika rakaa ya nne, warabia, na katika rakaa ya nne, bi ummil Qur'an wa suratul Inshirah, na suratul Inshirah kama kawaida, wa suratul Ikhlasi 41. Katika rakaa ya nne suratul Ikhlasi utaisoma mara 41, mara 41. Tukisema suratul Ikhlas maana yake ni ile qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Utaisoma mara ngapi katika rakaa ya nne? 41, mara 41. Sasa fa idha salima, baada ya katika rakaa ya nne hiyo ukaenda mpaka mwisho ukatoa sasa salamu. Fa idha salima, basi pindi atakapotoa salamu huyo mtu, yaqul, atasema astaghfirullah 50 marra. Utasema huyo mtu atasema astaghfirullah 50 marra, 50 marra, mara 50. Utasema astaghfirullah, 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 astaghfirullah mara 50. Wa qul huwa Allahu ahad ila akhiriha 100 marra, na utaisoma qul huwa Allahu ahad mpaka mwisho wake 100 marra, mara 100. Suratul Ikhlasi yani qul huwa Allahu utaisoma mara 100, 100 marra, mara 100. Wa subhanallah, wa subhanallah 60 marra, subhanallah utaisoma mara 60. Ukishamaliza ile astaghfirullah mara 50, qul huwa Allahu mara 100, subhanallah 60 marra, utaisema mara 60. Subhanallah, subhanallah, subhanallah mara 60. Walhamdulillahi 70 marra, na utasema alhamdulillah, 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 alhamdulillah
mara ngapi? Utaisoma mara mara ngapi? Utaisoma mara utaisoma mara ngapi? Utaisoma mara alhamdulillah 70 mara, mara 70. Utaisoma mara 70, utaisoma mara 70, utaisema mara 70. Alhamdulillah utaisema mara 70. Wala ilaha illa Allahu Allahu akbar, la ilaha illa Allahu Allahu akbar, la ilaha illa Allahu Allahu akbar 80 mara, mara 80, mara 80. La ilaha illa Allahu Allahu akbar, la ilaha illa Allahu Allahu akbar 80 mara, mara 80. Baada ya hayo kusema hivyo mara 80 la ilaha illa Allah, utarudia tena astaghfirullah 90 mara, 90 mara. Utarudia tena kusema astaghfirullah mara 90, mara 90. Wa baada dhalika, na baada ya hayo, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi 100 mara. Utasema hayo maneno la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 100 mara, mara 100. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 100 mara. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alayhi wasallama, kisha utamswalia mtume sallallahu alayhi wasallama 50 mara, mara 50, kwa lafudhi yoyote unayojua. Kama utasema Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tuhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Kama utaitumia hiyo itakuwa ni mujarrab. La utatumia nyingine, almuradi utamswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallama 50 mara, mara 50. Kisha wa baada dhalika walbasmala 100 mara. Utasema bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim 100 mara, mara 100. Thumma yusalli ala nabiy 50 mara, kisha utamswalia tena mtume sallallahu alaihi wasallama mara 50. Utamswalia tena mtume sallallahu alaihi wasallama mara 50. Thumma fatihatul kitab ila akhiriha, kisha utasoma alhamdu mpaka mwisho. Kisha utasema a'udhu billahi minash shaitani rajim insha Allah. Wanawazuoni wanasema Allah akitaka, insha Allah, Allah akitaka, takunu hajatuhu maqdiya, ile haja yake Mwenyezi Mungu ataitatua. Maqdiya, Mwenyezi Mungu ataimaliza. Takunu hajatuhu maqdiya, ile haja yake Mwenyezi Mungu ataitatua. Wallahu a'lam. Fanya hivyo nilivyokuelekeza kwa nia ya kumwomba Allah tabaraka wa taala akukidhie haja yako, akutatulie haja yako, akupe kile unachohitaji. Basi Allah atakupa, kwa sharti tu liwe ni jambo la kheri, liwe ni jambo la kheri. Usifate huu taratibu nilioelekeza kwa kukusudia jambo baya, jambo la shari. Liwe ni jambo la kheri, Mwenyezi Mungu atatatua haja yako. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.